Yes, bana mambo vipi? Ujambo na karibu media, kituo chako bora cha kusogezea updates za kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami presenter wako biologist Andrew. Mambo mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa media kwa wakati. Just bana moja story ambazo nitakumekea ndani hivi sasa kwa mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mlembo Hamisa Mobeto bwana kuvunja ukimya na kumjibu mwanadada Mange Kimambi all the way from Marekani, dada wa taifa, lakini pia kumjibu mwanadada Lushaina ambaye alishakuwa mpenzi wa mzimzima Haji Sande Manara. Hii ni baada ya maneno kuwa mengi sana kwa mtandao wa jamii tokea siku ya jana na leo kufuatia chattings ambazo zimekuwa zikisambaa sana kwa mtandao wa jamii zikimuonesha mwanadada Lushaina bwana akichati na mtu kama vile akimdisi hivi mwanadada Hamisa Mobeto kwa kusema kwamba Hamisa Mobeto bwana sijui kampendea nini Aziki, kwa kwamba Aziki ana muonekano wa kuwa na madada Hamisa Mobeto, na ukiangalia ule mdomo alikuwa nao Aziki, kiukweli sisi wanawake bana tuna moyo kuonea huruma wanaume, lakini tosha tu kusema kwamba kwa Hamisa Mobeto na Aziki bana wala hawajaendana, ila Hamisa Mobeto amefuata pesa tu kwa mzima Aziki. Hizo ni chatting ambazo zimekuwa zikivuja tokea siku ya jana na leo kwenye mitandao ya jamii zikimuonesha mwanadada Lushaina bana akichati na mtu akimdisi mwanadada hapa namzungumzia Hamisa Mobeto na mume wake Aziki. Ukweli ni kwamba tokea Hamisa Mobeto bana ameingia katika ndoa na mzima Aziki, maneno yamekuwa mengi sana kwa mitandao ya jamii tokea siku ya ndoa baada ya Aziki kutoa mahari ya shilingi milioni 30. Maneno yalikuwa mengi mno, watu wakimwambia Aziki ya kwamba ni boya, ametoa pesa nyingi kwa mwanamke ambaye tayari amezaa, kwa mwanamke ambaye tayari ameshapitiwa na wanaume zaidi ya 6, na mambo mengi ambayo walikuwa wakimzungumzia Aziki kuonekana kwamba huenda labda amelogwa na Hamisa Mobeto, kwa sababu huwezi kumtolea mwanamke mahari ya shilingi milioni 30 wakati tayari ameshatumika. Ni kodi ambazo walikuwa wakizungumza baadhi ya mashabiki kufuatia ile ndoa ambayo Aziki na mwanadada Hamisa Mobeto bana walifunga, kuonekana kwamba Hamisa Mobeto kama vile tapeli wa mapenzi hivi amemtapeli bwana mkubwa Aziki kiasi cha pesa ambacho amemtolea mahali. Sasa walipofunga ndoa bana maneno yalizidi kuwa mengi mno kusema kwamba ndoa ya Hamisa Mobeto na mzima Aziki haitaweza kudumu, na mambo mengi sana ambayo amekuwa akiyazungumza kwa mtandao wa jamii kama vile kumcrush hivi mwanadada Hamisa Mobeto. Lengo na nia wanataka Hamisa Mobeto bana aachike kwa mzima Aziki, na tulimsikia mwanadada Mange Kimambi naye pia amekuwa akitoboa siri mbalimbali kuonekana kwamba mama yake na Aziki amtaki Hamisa Mobeto. Hamisa Mobeto anatumia nguvu za kishirikina kuwa na Aziki, tokea amekuwa katika mahusiano na Aziki. Hamisa Mobeto bana inaonekana kwamba kama vile amemblock bwana mkubwa Aziki asaidie familia yake, kwa sababu tuliona Mange Kimambi alitoboa siri kusema kwamba sijui familia ya bwana mkubwa Aziki ya huko Burkina Faso, mke na mtoto bana amekuwa akilalamika kwamba Aziki tokea ameingia katika ndoa na mwanadada Hamisa Mobeto amekuwa msaidi, na mambo mengi sana ambayo amekuwa wakiyazungumza. Lengo na nia tu kutaka kuvunja ndoa ya mwanadada Hamisa Mobeto na mzima Aziki kwa kuhisia kwamba Hamisa Mobeto bana hakustahili kuwa na mwanaume kwa sababu ni mdangaji. Ni kodi ambazo wamezungumza baadhi ya mashabiki tokea ndoa ya mwanadada Hamisa Mobeto na Aziki mpaka siku ya jana kuvuja kwa hizo chatting za mwanadada Lushaina ambaye alikuwa mwanamke wa mzima Haji Sande Manara, wakichati na mtu kuonekana kwamba wakiwa kimdisi mwanadada Hamisa Mobeto na mzima Aziki, kuonekana kwamba kama vile hawajaendana. Hivi sasa Hamisa Mobeto bana siku ya jana kupitia ukurasa wake wa Instagram bana ameamua kuposti kwenye Insta story yake bana bonge moja la ujumbe ambao limeonekana kwamba kama vile amechoka juu ya maneno mengi ambayo wananzengo amekuwa akiyazungumza kwenye mitandao ya jamii kufuatia mashabiki, lakini pia watu wa karibu wa kwake yeye, lakini vile baadhi ya watu maarufu kulizungumzia vibaya penzi lake tokea ameingia katika ndoa na mzima Aziki. Labda tu nikusogezee ujumbe ambao ameuandika mwanadada Hamisa Mobeto kupitia ukurasa wake wa Instagram bana, huenda labda hujapitia kwenye ukurasa wake kuona hiki ambacho amekiandika kuwajibu walimwengu venye ambavyo amekuwa akimwandama tokea ameingia katika ndoa na mzima Aziki. Hamisa Mobeto ameandika kusema kwamba samahanini sana, lakini mie sio jalala lenu jamani, kwamba kila siku mkiwa na takataka mje mnitupie, naombeni tu mniache, nimechoka, yani kiukweli nimechoka haswa, na jioni ya tabu tupu kila siku kuandamwa mie tu, sijui niliwakosea wapi mimi Hamisa, naomba mnitue kwa sababu nimechoka, kila siku mmekuwa mkinisema mimi. Ni kauli ambayo ameiandika mwanadada Hamisa Mobeto kupitia ukurasa wake wa Instagram upande wa Insta story, kama vile kuwajibu hivyo walimwengu ya kwamba amechoka. Kila siku amekuwa akimrushia maneno
ndio yeye tokea ameingia katika ndoa na Aziki aoni nini ambacho amewakosea walimwengu, ila walimwengu wamekuwa wakimtupia maneno kila siku mdogo jamii ya kwamba sijui tapeli wa mapenzi kwa Aziki, sijui yeye amemloga Aziki, sijui aendane na Aziki, mara Aziki mbaya na mambo mengi ambayo watu wamekuwa wakiyazungumza. Lengo na nia tu mwanadada Hamisa Mobeto wa mind ili aweze kuachana na mzee mzima Aziki. Lakini kwa mujibu wa maelezo ya mwanadada Hamisa Mobeto, kiachana huu ujumbe ambao ameupost kupitia ukurasa wake Instagram upande wa Insta story, kipindi fulani vile kuzungumza kusema kwamba hakuna mtu yote yule ambaye anaweza akawaachanisha yeye na Aziki. Ameamua kumpenda Aziki na tokea amekuwa katika maisha na Aziki bana, hakuwahi kuona mwanaume kama Aziki. Ukweli ni kwamba atampenda Aziki siku zote. Amedate na wanaume wengi wenye pesa, lakini pia amedate na wanaume wengi sana wenye umaarufu, lakini hajaona kama Aziki. Kwa hiyo tosha tu kusema kwamba walimwengu wataendelea tu kuzungumza, alafu baadaye watastop kile ambacho nikizungumza, ila yeye kuachana na Aziki ni jambo ambalo haliwezekani. Kile ambacho shekizungumza mwanadada Hamisa Mobeto kama vile kuwajibu hivyo walimwengu, ila tu walimwengu sio watu wa kusikia, na ndio maana kila siku wanaendelea tu kumrushia maneno mwanadada Hamisa Mobeto. Sasa baadhi ya mashabiki bwana wametia comment juu hiki ambacho amekizungumza mwanadada Hamisa Mobeto juu ya penzi lake na mzee mzima Aziki kufuatia walimwengu kumwandama mno. Tukianza na ushabiki anazungumza kusema kwamba ukweli ni kwamba Watanzania pamoja na watu ambao wamekuwa wakifuatilia maisha ya mwanadada Hamisa Mobeto wamekuwa wamtakii mema Hamisa Mobeto tokea muda mrefu, kwa sababu wamekuwa wakimuita mdangaji na mambo mengi sana ambayo wamekuwa wakimuita. Lakini tosha tukisema kwamba watu huwa wanaenda na kubadilika. Hamisa Mobeto ameamua kubadilika na kukubali kuishi na mzee mzima Aziki. Kwa hiyo walimwengu tunaomba mumwache Hamisa Mobeto aishi na maisha yake. Huyu pia amekuwa akiunga mkono hiki ambacho tukizungumza mwanadada Hamisa Mobeto cha kusema kwamba Hamisa, usiwasikilize walimwengu, mradi umeamua kumpenda Aziki, ishi maisha yako. Wewe ndio unaujua uzuri wa Aziki, sio hawa ambao amekuwa akizungumza kwa mtandao wa jamii kusema kwamba Aziki sio mzuri. Mfano huyu Lushaina, mbona alikuwa katika mahusiano na Haji Sunday Manara. Hivi Haji Sunday Manara ni mwanaume wa kuwa na mwanamke kama Lushaina? Tosha tu kusema kwamba hichi ambacho amekizungumza Lushaina aibu imshike, sababu hata yeye pia ameishi na mzee mzima Haji Sunday Manara ambaye naye pia muonekano wake mbona sio mzuri, lakini aliamua kuishi naye. Wewe umeamua kumpenda Aziki, endelea tu kumpenda na madhaifu yake hayo ambayo umempenda nayo, wala usiwasikilize walimwengu wanazungumza nini. Lakini kuna shabiki ambaye pia amemcrush mwanadada Hamisa Mobeto kwa kusema kwamba ukweli ni kwamba ukweli usemwe bwana. Hamisa Mobeto, kwa Aziki umefuata tu pesa, hakuna chochote kile ambacho kimekupeleka kwa Aziki, kwa sababu Aziki hana muonekano ule ambao wewe umekuwa ukichagua baadhi ya wanaume wenye muonekano. Lakini kwa upande wa Aziki umefuata tu pesa, na nadhani kwamba pesa zikisha kwa Aziki shughuli yake itaishia hapo. Kwa maana kwamba tunaunga mkono kile ambacho alikizungumza Mange Kimambi kwamba kama sio miezi 3 basi ni miezi 6 tunawapa ndoa yenu lazima ivunjike, kwa sababu haina baraka pia hata kwa mama yake na Aziki hakutaki, ila umekuwa ukilazimisha. Ni jambo ambalo kikumu kwa trend na kuzua mjadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa wewe mpenzi Mfalme Media, nawe pia una nafasi ya kutoa comment juu ya kile ambacho msogezea. Unazania kwamba haya ambayo amekuwa walimwengu akiyazungumza kumhusu mwanadada Hamisa Mobeto na mzee mzima Aziki, unazania kwamba ni kweli Hamisa Mobeto na Aziki hawaendani, kwa kwamba Hamisa Mobeto amefuata pesa kwa mzee mzima Aziki? Drop your comment hapo chini kwenye comment section juu ambacho tumesogezea. I hope mmenjoy tufikia. This is the voice of Barogist Andrew, the most expensive presenter from Bo Media. Baki nasi for more update.